Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zimesema kwamba zitaendelea kuunga mkono juhudi za kuikuza na kuieneza lugha ya Kiswahili ili iendelee kutumika duniani kote. Imeelezwa hayo na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah katika ufunguzi wa kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani linalofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha AICC jijini Arusha. Kwa kuimarisha mafunzo ya ubunifu wa kidijitali, uwezeshaji wa mitaji, kuimarisha miundombinu ya tehama na kukuza ushirikiano wake na sekta binafsi. Kwa lengo la kuhakikisha tunaifikia shabaha tuliojiwekea ya kuikuza lugha ya Kiswahili, napenda kuelekeza mambo yafuatayo. Mosi, viongozi na watendaji wa idhaa za Kiswahili kuendeleza utaratibu wa kukaa pamoja na wataalamu wa Kiswahili na kubadilishana uzoefu wa namna bora zaidi ya kukuza Kiswahili na kukabiliana na changamoto za utangazaji kwa Kiswahili. Pili, wanahabari kuhakikisha wanakuwa na kamusi katika maeneo yao ya kazi ili kuweza kufahamu matumizi sahihi ya misamiati na istilahi za lugha ya Kiswahili. Kadhalika, endelezeni maudhui yanayohamasisha amani na mshikamano wa jamii kwa kuweka vipindi vinavyokuza maadili na utamaduni. Na pia mjiepushe na kauli zinazoweza kuvuruga amani na kuvuruga uhusiano wetu na mataifa mengine. Amesema idhaa ya Kiswahili imekuwa ni mhimili muhimu wa maendeleo ya lugha ya Kiswahili kwa kutoa taarifa sahihi, kuimarisha elimu, demokrasia na maadili ya jamii. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar amefahamisha kuwa mabadiliko makubwa kiuchumi na kijamii yanaendelea kuifanya lugha ya Kiswahili kuwa nyenzo muhimu ya mawasiliano, maarifa na maendeleo nchini. Amefahamisha kuwa vyombo vya habari pamoja na majukwaa ya kidijitali kama vile mitandao ya kijamii vina nafasi ya kipekee katika kuifikisha lugha ya Kiswahili kwa hadhira pana kupitia ubunifu wa kidijitali kama vile maudhui ya mitandao ya kijamii, video za elimu na programu za simu. Napenda kutumia nafasi hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa idhaa za Kiswahili duniani kwa kushirikiana na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Tanzania, Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar, mabalozi, mabaraza ya Kiswahili ya Taifa, BAKITA na BAKIZA na wadau wote kwa juhudi zenu ambazo zimewezesha lugha ya Kiswahili kuvuka mipaka ya Afrika Mashariki na kuwa lugha ya kimataifa. Hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya. Idhaa za Kiswahili ni muhimili muhimu wa maendeleo ya lugha ya Kiswahili kwa kutoa taarifa sahihi, kuimarisha elimu, demokrasia na maadili ya jamii. Sambamba na hilo, serikali zetu zote mbili, yaani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, zitaendelea kuunga mkono juhudi hizi kwa kuimarisha mafunzo ya ubunifu wa kidijitali, uwezeshaji wa mitaji, kuimarisha miundombinu ya tehama na kukuza ushirikiano wake na sekta binafsi. Kwa lengo la kuhakikisha tunaifikia shabaha tuliojiwekea ya kuikuza lugha ya Kiswahili, napenda kuelekeza mambo yafuatayo. Mosi, viongozi na watendaji wa idhaa za Kiswahili kuendeleza utaratibu wa kukaa pamoja na wataalamu wa Kiswahili na kubadilishana uzoefu wa namna bora zaidi ya kukuza Kiswahili na kukabiliana na changamoto za utangazaji kwa Kiswahili. Pili, wanahabari kuhakikisha wanakuwa na kamusi katika maeneo yao ya kazi ili kuweza kufahamu matumizi sahihi ya misamiati na istilahi za lugha ya Kiswahili. Kadhalika, endelezeni maudhui yanayohamasisha amani na mshikamano wa jamii kwa kuweka vipindi vinavyokuza maadili na utamaduni. Na pia mjiepushe na kauli zinazoweza kuvuruga amani na kuvuruga uhusiano wetu na mataifa mengine. Tatu, BAKITA iendelee kutekeleza maelekezo ya aliyekuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa aliyoitoa mwezi Machi mwaka 2024
kwa kuitaka BAKITA iandae mafunzo kwa makundi mbalimbali yanayotumia Kiswahili. Na hapa naziagiza taasisi ziwahimize wafanyakazi wao kushiriki mafunzo yanayotolewa na BAKIZA na BAKITA pale wanapoandaa mafunzo haya. Ninayo furaha kusikia kwamba kazi hii tayari imeshafanyika na itaendelea kufanyika kwa ngazi nyingine kama ambavyo maelekezo yametoka. Na 4, waratibu wa mikutano inayohusisha wageni waandae wakalimani wa Kiswahili ili kuongeza fursa za ajira kwa wakalimani. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.